Haya, mimi kwa majina naitwa Daniel Amouma, mkaaji wa hapa Luanda, mfanyabiashara katika huu mji. Nashukuru sana kwa sababu Mheshimiwa Rais William Ruto amesema kwamba ametenga shilingi milioni 250 kwa ajili ya kutengeneza railway station SGR hapa Luanda. Kwa hivyo kama ametenga hizo pesa ni vizuri sana, kwa sababu tunahitaji hiyo railway station ikaweze kufanya kazi, kwa maana ilikuwa inatusaidia sana kutoka kitambo. Sio waruke hapa wapeleke Yala railway station, hiyo watakuwa naua mji wetu wa Luanda. Kwa hivyo tunahitaji hiyo, na isije ikawa ya kwamba na wakakosa kuitengeneza. Haya, point number 3, amesema ya kwamba Mudavadi amesema ya kwamba Western ni 2 term. Hiyo amekosea. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wa Western tuko na kijana yetu anaitwa Edwin Sifuna. Edwin Sifuna ni mtu wa 1 term, na watu wengi hapa Western tuko nyuma ya Sifuna. Kwa hivyo mimi sikubaliani na Mudavadi kwa maneno ya 2 term. Point number 4, ningependa kusema kwamba hizo manyumba zenye zinataka kujengwa hapo Mwibona ni za muhimu sana, kwa sababu pia hii town ya Luanda inachangia economy pakubwa kabisa katika economy ya Kenya, na Luanda imebaki nyuma siku nyingi sana. Kwa hivyo tunahitaji hizo pesa zenye ametenga kwa ajili ya ujenzi ya affordable housing hapo Luanda pale Mwibona, itakuwa ya muhimu sana, kwa sababu we need development in this town, na hiyo affordable house ikijengwa hapo itasaidia kwa njia moja ama nyingine, kwa sababu nyumba hapa Luanda ni bei kali. Watu wanakutaka kukuja kuishi hapa Luanda, lakini bei ya nyumba ni bei kali sana. Wakijenga hizo affordable houses zikuwe bei rahisi, wasiweke bei kali ili kwamba pia iogopeshe watu kuishi ndani. Kwa hivyo mimi hayo ndio ambao niko nayo kwa leo. Mungu awabariki sana. Kwa majina ni Meshaka Amaya, mzaliwa wa Luanda, tena mkaaji wa Luanda, mkulima mashuhuri wa hapa Luanda. Mimi ni mkulima wa vitu mbalimbali, mboga, ndizi na vitu mingi ambao mimi nalima. Sasa hiyo maneno tumesikia ujumbe ya kwamba tutakuwa na SGR railway station hapa Luanda. Nimeshangaa, na reli imepitia mbali huko Nyanza. Tutapata station namna gani SGR hapa Luanda? Nimeshangaa hiyo. Pengine hiyo inaweza kuwa uongo. Railway ya kawaida ile yenye ilikuwa wataimprove kwa SGR hii railway. Wataleta branch hapo. Hiyo ni chakula maajabu. Sauri SGR inaenda straight. Sauri wameshatangaza station yetu ya Luanda sisi tutakutania huko Yala. Kwa hivyo hiyo iko optimistic kwa hiyo maneno. Nataka kuona kama itafanyika ama itafanyika. Naona kama hiyo ilikuwa tu propaganda ya siasa. Tutakuwa tuna furaha, lakini sisi tumezoea mauongo yake imekuwa mingi badala ya kutekeleza. Kwa hivyo hiyo mimi na rule out hiyo uongo hiyo. Na tena siku ya leo amesema mambo mingi. Industrial park walitangaza zamani wakati Moses Kuria alikuja hapa. Ingekuwa zaidi huko na viwanda hapo station. Na hiyo affordable imekuja, yule hiyo alitangaza akiwa Bukanga, itakuwa na affordable hapa Mwibona. So hatujaona dalili. Na sasa bila ametangaza tutaona tu. Sisi tuko macho na tunangoja 2027
tutapea yeye majibu. Kama hajatekeleza tutaona, kama ameshatekeleza tena itakuwa bonga ponzi kwake. Kwa hivyo mimi nitafurahi kama nimeona hiyo kitekelezwa. Ingine ni ile mambo ya mabarabara. Alisema barabara itatoke Rabuori ikienda mpaka Zuruo huko Tamak. Sijaona hiyo hata ikiagizwa. Sasa hii mambo ya mabarabara imeshinda sisi. Sauri hii mji ya Rwanda inahitaji barabara nzuri. Na ni taoni kubwa ambayo ni ya zamani. Ilianza 1920 kulingana na historia. Sasa ukitoka Kisumu hii taoni ya pili ukienda Busia ni taoni kubwa. Inahitaji mabarabara mazuri, taya, street lights na vitu yote inahitajika hapa. Haya. Mambo mengine ni vile amezungumza Mudavadi. Mudavadi ni waziri mwenye mamlaka makubwa lakini hatujaona faida yake. Yeye akae tu huko akikula 2027 tuone majibu itakuwa nini. Lakini sisi watu wa Western, Mungu ametuletea kijana Edwin Sifuna ambaye atasukuma na sisi tuko nyuma yake. Atungeomba ndugu wetu wa Jaluo, tumewaunga mkono mara 5. Leo hao watuunge Sifuna mkono achukue hii kitu mapema 2027. Hakuna mambo mengine, sisi tuko nyuma ya Sifuna. Na mambo ya one term ndio iko Western Province. 2 term haiko. Kwa hivyo hiyo mambo ya 2 term ya huko Rift Valley peke yake. Na huko mlima umetoroka, mabasi wametoroka, kila mahali wametoroka, yeye atapata kura wapi? Kwa hivyo ajiandae 2027 kukutana na Sifuna kwa debe. Mungu abariki hayo. Mimi nimeshakamtia Maya wa hapa Rwanda. Na nimesema na mimi na kama prophet nimeona mambo mazuri yanakuja. Na yeye akubali arudi chini. Amekuwa rais wa 5 wa nchi hii na sasa hiyo imemtosha aende kupumzika. Baada ya kuwa makamu kwa deputy president. Sasa atakuwa anaongoza miaka 15. Yeye apumzike tena amani, asiwe na hasira nyingi. Ni hayo tu, Mungu abariki.